Zaidi ya vijana 90 kutoka wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza wamehitimu mafunzo ya ubunifu wa kilimo, ujuzi wa kidijitali na elimu ya ujasiriamali yaliyoratibiwa na shirika la Greenovate Tanzania kwa kushirikiana na Polish Aid. Mafunzo hayo yaliyodumu kwa takriban mwezi mmoja yalifanyika katika chuo cha VETA Buswelu, yakilenga kuwawezesha vijana kutumia teknolojia na ubunifu katika shughuli zao za kiuchumi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo, msajili msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs wilaya ya Ilemela, Yusufu Okoko, amewataka wahitimu kutumia ujuzi walioupata kwa tija na kushirikiana na vijana wengine ambao hawajapata nafasi ya kuhudhuria mafunzo hayo, huku akisisitiza kuwa mafunzo hayo ni nyenzo muhimu katika kujenga kizazi cha vijana wabunifu na wachapakazi. Naamini mmesoma vitu hivyo kwa uzuri na mmefundishwa vizuri na walimu wabobezi. Kwa hiyo ni imani yetu sisi upande wa serikali kwamba mtakapokuwa mmetoka hapa leo mnapomaliza, basi hakika application yenu mnakwenda kuapply vile vitu kwa namna ambavyo unaweza. Lakini pia niwaombe msiwe wachoyo, uende ukamfundishe na mwenzio ambaye bahati mbaya hakufika hapa. Kijana yule mwenzako, yule rafiki yako, mwambie unajua bwana tunajifunza haya. Lakini ukiweza kufanya kwa pamoja ili uone ninapofanya, basi utajifunza wakati wa kutenda. Kwa upande wake, afisa mradi na mratibu wa Tanzania Youth Coalition TYC, Edward Lalika, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea vijana uwezo wa kubuni miradi ya kilimo endelevu, kutumia teknolojia za kisasa na kukuza ujuzi wa ujasiriamali utakaowawezesha kujiajiri na kuajiri wenzao. Amesema mafunzo hayo ni sehemu ya jitihada za kuunga mkono ajenda ya serikali ya kuinua uchumi wa vijana kupitia sekta ya kilimo. Tumekuwa na mafunzo haya kwa takribani mwezi mmoja kama majaribio ya awali ya mradi wa Greenovate Tanzania ambao unafanyika kwa ushirikiano wa shirika la Poland ambalo linaitwa Unsung Heroes kwa ufadhili wa ubalozi wa Poland kupitia Polish Aid. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwajengea uwezo vijana waweze kutambua fursa zilizopo kwenye kilimo biashara na kuwajengea maarifa mbalimbali, hasa kwenye eneo la matumizi ya dijitali au tehama. Tumeweza kuwafundisha vijana na kuwawezesha vijana 90 tangia tumeanza, na tunategemea baada ya hapa vijana hao wanaweza kwenda kuwa na uelewa wa kutambua fursa za kilimo biashara na hata namna gani wanaweza kuanzisha makampuni yao na vitu gani vya kuzingatia kuanzisha biashara yao na kuanzisha makampuni yao au biashara zao kutokana na haya maarifa waliyopata. Naye balozi msaidizi wa Poland nchini Tanzania, Jacobo Trinski, amesema kupitia mpango wa Polish Aid, serikali ya Poland inaendelea kuimarisha ushirikiano na jamii za Tanzania kwa kusaidia miradi inayowezesha wananchi kutumia rasilimali zilizopo katika mazingira yao kwa maendeleo endelevu. I'm very proud to be here as a representative of the Polish Embassy in Dar es Salaam for the occasion of summary and closing the project Agro-Innovate Tanzania. We are very proud to participate in that, support young Tanzanians in their efforts to create their own businesses and to help their communities and to help Tanzania as a whole, especially in the region that is far from capital, so it needs more new factors to actually help new businesses. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema wamepata mwanga mpya wa kuboresha miradi ya kilimo na biashara ndogo ndogo. Pia mafunzo hayo yamewapa ujasiri na mbinu za kuongeza tija katika shughuli zao, huku wakiahidi kuwa mabalozi wa ubunifu na maendeleo kwa vijana wenzao katika jamii. Kwa jina naitwa Samuel Yohana, ni miongoni wa washiriki katika mafunzo haya ya Agri-Innovative. Mafunzo haya kwangu mimi yamenijengea uwezo wa kitofauti kidogo, kwa sababu nilikuwa na fikra tofauti katika swala la biashara. Kwa hiyo baada ya kupata uelewa kuhusiana na masuala ya biashara, imenisaidia mimi ni jinsi gani nitapoenda kuanzisha biashara yangu au nitapoenda kuendeleza mradi wangu nilikopo nao, nitumie mbinu zipi katika biashara yangu. Naitwa Halima Athmani Benta, ni mkazi wa Mwanza, wilaya ya Ilemela, kata ya Buswelu. Ni mshiriki wa mradi wa Agri-Innovate uliopo hapa. Kwenye mradi huu nimejifunza vitu vingi sana, ikiwemo mbinu za kilimo kisasa, kilimo biashara.
Katika mradi huu nimejifunza katika kutegemea zaidi kwenye ajira, sababu mimi ni mhitimu wa chuo. Kwa mafunzo haya sitotegemea kuajiriwa serikalini, bali nitatumia mafunzo haya kujiajiri mimi mwenyewe katika ujasiriamali wa kilimo.